Mbinu mojawapo ilikuwa wanatumia kwamba sisi kitengo cha Church of Morning, sisi tuliambiwa hivi kwamba tutumie mbinu ya eneo mtu analoishi, tujue kwamba mtu huyu amezaliwa wapi, eneo gani, yani kupitia lile eneo uliozaliwa tuweze kushambulia kupitia sifa ya pale ulipozaliwa. Mfano, nilikuwa na uwezo, nichukulie mfano mtu mmoja labda anaitwa Ashura au Amina. Labda nichukulie huyu mtu anaitwa John. Huyu John amezaliwa mtaa fulani, ule mtaa labda unaitwa mtaa wa Malingumu. Anaitwa Malingumu au anaitwa mtaa wa Fisi. Tuseme mtaa wa Fisi. Huyu amezaliwa pale. Alipozaliwa pale, tunaangalia pale pana sifa gani. Ile sifa tunaiangalia kwamba mtaa wa Fisi, kwamba kulikuwa na wadada wanajiuza. Wakati ule bado nipo kule, kulikuwa na wadada wanajiuza pale mchana, wakati mwingine usiku wako pale. Sasa yule amezaliwa mtaa wa makahaba. Kama amezaliwa mtaa wa makahaba, maana yake na yeye tunamuingizia sifa ya ukahaba. Hata akiwa mwanaume, maana yake ni mwanaume kahaba, anakuwa na wanawake wengi, hawezi kuwa mmoja. Sasa ile spirit tunaingiza kupitia mionzi ya moja kwa moja kutoka kwenye ile balozi, na kupitia nguvu ya kichawi, ya kishetani, ambayo ile nguvu inaitwa Grimole Right. Yani mwanga wa Grimole, ile nguvu ni mionzi fulani. Yule tunapotuma inamuingia yule akiwa mtoto pale. Kwa hiyo akiwa anakuwa, anaanza kuwa na zile tabia za kikahaba, kama watu wa pale. Kama vifungo vya maskini nini. Lengo kubwa ni hawa watu kuandaa, yani balozi wanafanya kazi kuandaa watu kutoka chini wasije wakamjua Mungu mpaka kufika juu. Ndio maana unakuta mtoto wako alipozaliwa alikuwa na tabia nzuri, lakini alipofika rika fulani anabadilika. Ile kitu nilikuwa naifanya kwamba akifikia nilikuwa naweka na uwezo wa kukadiria miaka fulani, kwamba akifikia umri wa mwaka fulani mtoto huyu ndo zianze hizo tabia kujionyesha. Kwa hiyo kuanzia mwaka mmoja pale, miezi 3 atakuwa mtoto mzuri, ili akifika miaka 10 utashangaa anaanza wizi au udokozi au ule ukahaba. Lile eneo asili yake ukahaba, basi namfunga mtu kupitia ukahaba. Kwa hiyo anaanza ukahaba, ule ukahaba anaufanya mwisho wa siku hata akiokoka au akasema amebadilika, amekuwa mtakatifu, bado kile kitu kitaendelea kufuatilia, kwa sababu shida sio yeye, shida ni eneo alikozaliwa. Tumemfunga kupitia eneo aliozaliwa. Kwa hiyo kule tunaiweka ile ardhi, tunamfungia kwenye chupa maalum ya kidemonic, ambayo ule mtaa umefungiwa tayari, na yeye tunamfungia. Sasa huyu manake atakapokuwa atajitahidi kujiepusha na ile hali, bado itarudi, bado manake na yeye yuko kule. Ule mtaa aliozaliwa ni shida, umeanzisha shida kwake, umeanzisha tatizo kwake ule mtaa alikozaliwa. Kwa hiyo tunasoma sasa mazingira yale yatawezaje kumuepusha, atawezaje kuepukana. Labda ikitokea bahati mbaya akaokoka, ataepukaje huyu? Tunaona kwamba inawezekana akiokoka, akibadilika na kuwa mtakatifu, huyu akiokoka atakuwa mtu salama, ataacha ile dhambi. Tunaangalia huyu mtu sasa mazingira gani tutampeleka, kwamba asije akatoka kwenye iko kifungo, ilo tatizo. Tulikuwa
sasa tunampangia siku, tunampangia muda ambao yeye kwamba atakuja, atasema kwamba atakuja. Kwa hiyo ule muda tunasema labda akiwa na miaka 50 au 60. Yaani huku wakimuuliza utaokoka, atasema mimi siokoki leo, labda nikiwa mzee. Sasa akishafika ule umri wa uzeeni, ukafanya ukahaba, akifika miaka 50 ile tayari akisema tu anaanza kubadilika kwamba anaacha dhambi, anataka kuokoka, tayari pale pale mnamchukua. Yaani anafariki kwa namna fulani, kama ajali, yale majini ambayo yanakuwa ndani yake yanaenda kumsababishia kama ni ajali, au tunamsababishia kama ule ugonjwa aliopata nao wakati yuko kwenye kujirusha kwenye mkaaba, basi anakufa kwa namna hiyo, kwa ile tatizo, kile kifungo. Lakini tulikuwa tunafundishwa pia kwenye ule balozi kwamba jinsi ya kumshambulia mtu au kumzuru binadamu kupitia kuedit yale maisha yake. Yaani wewe mtu huyu kabla hajazaliwa anakuwa na mwili fulani. Akizaliwa anakuwa na mwili fulani, na baada ya pale akikuwa mwili fulani. Kuna mwingine unakuta mradi tu ateseke, kwa anafanya kwenye ule balozi kwamba kuwatesa pia. Huyu mtoto amezaliwa ana kilo 3 labda. Lakini anavyoendelea kukua, zile kilo 3 tuna edit ule mwili. Yaani kazi ya ule ufalme ni kuedit pia. Ile ubalozi tulikuwa tuna edit ule mwili kwamba anakuwa miaka 10, unakuta ana kilo labda 13, ana kilo 10. Sasa kama ni wembamba, tunaufanya ule mwili anakuwa mnene mpaka yeye mwenyewe anakosa amani. Tuna edit mwili ule unakuwa mnene sana, yaani unamuelemea. Kwa unakuta bado kijana lakini anaonekana kama mzee. Bado ni binti anaonekana kama mama, ashazaaga, ashaachwa, ashazeeka, kama mshangazi fulani. Lakini ni binti, ukimuuliza mara hajaolewa, ukimuuliza miaka mingapi anakuambia 19 au na miaka 17. Ile miili mingi huwa inaeditiwa. Na wengine kama ni mnene, sasa tunataka akose amani au aingie kwenye matatizo, tunampunguza ule mwili. Ule mwili alikuwa mnene, na punguza na kuwa mwembamba sana. Watu wanashangaa, mbona wewe ukuaga na huu mwili? Na wengine wanaweza kukuambia kabisa huu mwili sio wako. Mwili wako halisi unakuwa umeibiwa huko kule, umefungiwa kwenye barozi, kwenye ile madhabahu ya kule Amazon. Ile madhabahu pia nitakuelekeza, kuna mambo ambayo nafanya. Ile madhabahu ya kuagiza ile kule Amazon. Kuna nyingine ipo milima ya Himalaya, ile temple ni tofauti na ile iliyoko Amazon. Ndio maana watu pale Amazon pia huwa kuna mida fulani wakisema wafanye matukio fulani huwa hawawezi. Kuna madhabahu kubwa sana za kishetani zipo kule. Na kule Arizona, Marekani, na pia kuna huku Afrika. Hapa Tanzania kulikuwa na madhabahu ya kuagiza. Pale kuna sehemu pale Morogoro kwenye ile milima kulikuwa na madhabahu pale ya kuagiza. Pia mlima Kilimanjaro pale wa kuagiza. Mpaka sasa hivi zipo hizo? Sijui, lakini mimi nilipotoka nilioacha wanaendelea. Morogoro, Uruguru au milima gani? Milima ile Uruguru ambayo ukifika Msambwe unaona juu pale. Kwenye ile milima kuna madhabahu kubwa ya Lucifer. Na alikuwa anashuka pale pia. Wakati mwingine akiamua kuita wote tukutane pale, tunakutana pale. Ile milima ile pale, ukienda Morogoro kuna milima, kwenye ule milima ile kuna sehemu wanapaita Deva. Lile eneo bwana, ukitembea bwana Devi linacheza Deva. Yaani ile ardhi inacheza hivi, inapumua kama kuna mtikisiko unaotoka chini. Toka chini. Walienda pale wa China. Kuna kipindi kama wa China, sijui nisikia walienda. Nilisikia walienda wakachimbe pale kwamba kute nini kinachocheza chini. Mm. Walifia kule chini. Baadaye pakarudi vile vile.
Ni eneo la hifadhi ya serikali au ni nini? Au ni mlima tu huko tu? Ni milima, lakini si kule serikali ipo kule. Wana nani, lakini lile eneo pale chini kuna joka mmoja mkubwa sana. Ambaye ni huyo Enki Lucifer. Sawa. Huwa alikuwa anapenda sana kukaa yale makao. Alikuwa anapenda sana kule pale juu angani pale. Kwa hiyo akitoka kwenye eneo la kupiga misele pale, hakuna mzungu aliyefanikiwa pale kugundua ni nini kinachofanya kule ile ardhi kucheza. Sawa. Lakini wanasayansi sana wakatoa majibu yao sijui nini na nini. Lakini kiuhalisia pale kuna madhabahu kubwa sana ya kuagiza. Sawa. Kubwa. Ambayo tulikuwa tunakutana kule. Na kulikuwa na mvua fulani zilikuwa zikinyesha. Anatoka ile joka linaenda linapita ule mto. Likipita linapumua hivi, linapiga sauti kama kingola fulani. Watu wa kule watakuwa wanajua. Kama kingola ikipiga ile sauti walikuwa wanaita liboka. Yaani ikipiga sauti ile sauti kubwa, yani mvua ile inanyesha kubwa kwa sababu tulikuwa tunaileta sisi wakuu wa giza. Huwa wakati mwingine tulikuwa na uwezo wa kusababisha mvua kubwa ambao hata hapa na hapa muonani. Lakini tukiwa kwenye giza hilo tuna jambo letu kulifanya kwenye huo mji, kwenye huo mkoa au kwenye hilo taifa. Ndio utakuta baada pale kuna kifo cha mtu kimetokea, watu kadhaa wamekufa kupitia yale mafuriko au miundombinu kadhaa imeharibiwa kupitia yale mafuriko. Wakuu wa giza anafanya hiyo kazi. Sasa ile joka lilikuwa likipita likipiga kelele ile, likipumua hivi watu wanaumwa sana. Na wala watu walikuwa wanajificha. Unajifichaje? Yani likipita ile joka lilikuwa linawaka hivi. Na kuna sehemu moja Kenya kule Nakuru pia waliliona hilo joka. Kule Nakuru. Walikuwa wakaona kama ni imani tu ilizushwa. Lakini wale watu waliona kweli linamulika hivi, lina vimuli. Ndio. Kule Nakuru pia wao nilikuwa napenda kwenda. Mwaka 2010 ngapi huko 14 13. Wakati ndo natoka, mimi nilitoka mwishoni mwaka 2014. Lakini pale Nakuru kulikuwa na hilo joka pia. Ndio. Wale ndio yule mkuu wa giza, wakuu wa giza sisi vitengo vyetu. Kwa hiyo wengine kama ubalozi wa Lucifer tulikuwa tunafanya mambo kama hayo. Kwa hiyo yale tuna edit. Kwa hiyo yule joka alikuwa akipita pia kwenye ule mji, unakuta huku kumesombwa mazao ya huku yameharibiwa, watu wanaugua, wanalazwa wengi hospitali. Pia katika eneo lingine ambao balozi wa Lucifer walikuwa wanafanya, nimesema hiyo kuedit maisha, kazi ya pili. Kazi ya tatu ilikuwa tunafanya kwa ajili ya one word can change everything. Ndio. Yaani yule Master Beings of Dark Angel alikuwa anafundisha yule mwalimu mkuu wa malaika wa giza ambaye alikuwa anaitwa Master Beings of Dark Angel. Yule alikuwa anasema neno moja linaweza kubadilisha kila kitu. Alafu alikuwa anasema pia neno moja linaweza kuumba kila kitu. Tulikuwa tunatumia misemo kama hiyo kupata nguvu ya kuweza kushambulia ulimwengu. Watu wanashambuliwaje kupitia hiyo? Kazi ya ubalozi wa Lucifer ilikuwa tuna uwezo wa kutumia neno la mtu mmoja na likabadilisha maisha yake yote mpaka kifo. Yaani anasema hivi, anapozaliwa pale anasema mimi nimekuja kwenye dunia hii yenye mateso. Dunia hii tabu na shida. Nini umenileta huku? Ndio. Sasa ubalozi wa Lucifer ilikuwa lazima huyu mtu tukisikia hayo maneno wakati anazaliwa pale, tulikuwa na uwezo kusikia mtoto anaongea anavyoongea. Yaani pale anapozaliwa wanaona analia. Lakini yule kuna maneno kabisa anayasema. Na kuna majini walikuwa wanatuletea hizo taarifa. Kuna majini ambao wao ni Bennett kwa Bennett kuhakikisha leo wangapi wanazaliwa duniani na wanasema maneno gani. Kwa hiyo sisi mabalozi wa Lucifer walikuwa tunachukua zile data tunazitekeleza sasa. Na wale majini ambao walikuwa wanatumwa kuchukua zile taarifa, kuna majini Jiba, Bindula, Amula, Karakas, wanne ndio hao mashahidi nilisema. Hao mtoto akizaliwa pale wanakuwepo lile eneo. Wanachukua data hizo zote.
wanazozileta zina process mpaka zije kufika kwenye ubalozi wa Lucifer ambao tulikuwepo, ambao master beings of dark angel. Sasa tunakaa nao kikao na Lucifer. Wakati mwingine alikuwa akiamua anashuka yeye au anakuja yule mkuu wa kuagiza au kina Apollo hao. Wote nao muda mwingine tulikuwa tunashirikiana kwenye vikao. Kwa hiyo tunajadili watoto wangapi wamezaliwa duniani. Ndio. Watoto wangapi tunatakiwa kuwaathiri. Yaani kuwaharibu. Yaani kuhakikisha, yaani mpango ule balozi ni mkakati maalum kwamba huyo Yesu akija hasikute hata mmoja kwenda naye mbinguni. Sawa. Na ulimwengu siwe salama kwa sababu wamechagua kwa upande wa Jehova. Kila mtu anamtukana shetani. Kwa ile yeye ilikuwa inamuuma kusema shetani hata wao akasema ulimwengu siwe salama kwa hilo. Yaani anataka wote wamwabudu Yesu. Sasa haiwezekani. Sawa. Kwa hiyo ule mkakati, yule mtoto anapozaliwa pale, yale maneno anayoyasema yale yanasikika, yale majini wanasikia, na yale majini yanaipasi kwetu, wanayaleta kule. Sawa. Kwa sisi tunachambua sasa. Tunachambua huyu alipozaliwa amesema dunia hii ni shida yenye mateso. Kwa hiyo tunapanda mateso pale pale. Sawa. Tunakuwa kila angel mmoja, kila child of moon mmoja, kuna mtu anayemsimamia, kuna watu kikundi anachokisimamia kuhakikisha hakitoboi. Ndio. Yaani hawa watu wanakuwa sawa sana neno lao walilotamka siku ya kuzaliwa. Kwa leo kuna watu wanateseka. Shida sio leo, ilianza toka walipokuwa wanazaliwa ile siku. Yesu kuna kitu kimoja alisema kwenye Biblia pale. Wakati anapita sehemu alikuta mtini. Ule mtini ulikuwa umekauka lakini ulikuwa si wakati wake wa kufanyaje? Kuzaa matunda. Ndio. Afu akaulani. Kwa nini aliulani mtini ambao si wakati wake wa kuzaa matunda? Lakini aliulani. Ndivyo uchawi ulivyo hivyo. Wanaweza kumharibu mtoto toka akiwa tumboni. Sawa. Pale anazaliwa tu, neno lake atakalolisema can change everything. Huyu kama alitakiwa kwamba aishi duniani maisha ya raha na furaha. Kwa sababu amesema maisha ya mateso, dunia yenye shida na mateso, tayari hilo limeshabadilisha mwelekeo wote. Hiyo itakuja itamkosti, kama amesoma kazi atakosa. Hilo itakuja kumkosti kama ni mtu mzima atakosa kuolewa. Hilo itamkosti, itamharibia vitu vingi sana baadaye. Ukiri ule neno moja tu. Shetani anatumia neno moja tu mtu analisema. Sasa mtu kasema zaidi ya moja. Manake hapo ni uwanja mkubwa sana wa ubalozi wa Lucifer kufanya kazi. Na ilikuwa ni vigumu kushindwa. Ila anaposhindwa, inapofikia ameshindwa ni pale mtu anapoamua sasa amemjizatiti kweli. Ndio. Maisha yake kweli ameyakabidhi kwa Yesu haswa. Lakini leo wengi wameathiriwa na huo mfumo. Mtu anaombewa, anafanya dua, anaenda kwa waganga nini na nini. Yaani labda mtu kujiponya ilikuwa tunaruhusu akienda kwa hao wachawi, waganga wachawi hao. Hao waganga. Labda akienda huko ndio yule child of moon mmoja au brother of right mmoja anamwachia mwenye kile kikundi alichokisimamia. Sawa. Maana mimi mmoja nilikuwa na uwezo kusimamia watoto wengi sana. Sawa. Kwa idadi hapa duniani ya kuweza kuwadhibiti kuhakikisha hawatoki. Kila asubuhi inapokucha mimi ndo mwanga wao. Unaangalia. Yaani asubuhi naangazia. Maana mwanga wa maangazio ni mateso. Sio asubuhi ile njema, ni asubuhi ile ya mateso. Kwa kadhaa wanakuepo huyu kadhaa unajua hawa watoki, unawalinda kwa wale majini wako chini, kina Bindula, kuna Amula, kuna Jiba, Karakas. Hao ni majini ambao ni mashahidi, wanakuepo karibu Bennett sana. Na hiyo ni ukoo. Yaani sio mmoja. Wanatumwa duniani kote. Kila siku wapo huko hospitalini, wapo huko kwenye wakunga watoto wanaokaribia kujifungua, wao wako mlangoni sana. Na wazazi wanaokaribia kujifungua. Kwa sasa zile taarifa kija tunazifanyia kazi siku kucha. Yaani kuhakikisha neno lake huyu alipozaliwa alisemaje. Unakuta mwingine alipozaliwa alisema mazuri, basi inakuwa ni ngumu kupindua ile kauli yake. Kwa sababu sisi wenyewe tunajadili kwamba neno moja ndio linaweza kubadilisha. Kwa neno moja nani ambaye anapanga watoto watamke hayo maneno?
anayesukuma watamke. Hilo neno huwa yale majini, jini jiba linaweza likaleta ushawishi kama hajatamka, likaleta ushawishi pale wanaposema huyu hajaria mfinye. Mtoto huyo akimfinya anaweza katamka dunia ni nzuri, imeumbwa na Mungu ya kupendeza, lakini jiba linageuza, anamgeuza yule maneno yule mtoto. Au toka tumboni, anageuza. Lakini Mungu huwa kila mtoto, kwa jinsi nilivyoangalia katika nipo kule ufalme, kwamba kila mtu Mungu alimuumbia hatima nzuri sana. Pale anapozaliwa ni azaliwe vizuri sana, lakini ule uasi wa ile yani maneno makali yale yalianzia kutoka uasi wa Eden kuja kwenye ufalme wa Babeli. Pale dunia ikaingia kwenye mashaka mazito na mitikisiko. Ndio maana sasa ile roho ya uharibifu ya mateso baada ya kufukuza bustani Eden iliingia sasa mpaka kwenye damu za watu. Mateso yale anaambukiza mpaka kwa mtoto. Kwa hiyo sasa mtoto anaathiriwa na zile maisha ya wazazi walivyokuwa. Sawa. Kwa anavyo ile roho pia inaweza kupitia wazazi wakawa wanatamka. Mwingine bwana anasema hivi, aka kachula tumboni kanasumbua. Hilo basi atakayezaliwa huyo ni chula. Wewe ni mama chula au baba chula. One word can change everything. One word can create everything. Ametamka laana. Kwa hiyo kwenye ubao ashatamka. Au mwingine aka kapanya, sijui aka kanini, sijui nini, anafanya mzaa. Au mwingine unamtumia agent. Anaenda pale anasema na ako kamdoli kana kuchezesha, kana kuyumbisha ako kamdoli. Anasema yani mwenzangu, yani si hata mboga anashindwa kupika, hata chakula anashindwa kula. Kana nisumbua kweli kamdoli. Basi wewe ushaumba. Sawa. Kwa ubalozi wa Lucifer ule, neno moja huwa linashikiliwa sawa sana maneno 1000. Neno moja. Wao hawahitaji kwako ushahidi wa maneno mengi. Kwa mtu anafungwa kwa neno lake moja analotamka toka utotoni pale, ndio linamsumbua. Kwa hiyo kama Yesu alituonyesha mfano mkubwa sana na mzuri kuhusu mtini. Mti ni mtu. Kwa hiyo kuna watu wanalaaniwa kabla hawajazaliwa. Au kabla biashara haijaanza, ishapigwa. Sawa. Ndio pale, yani mtini ulikuwa sio wakati wake wa kuzaa, lakini aliulani. Ndio. Anatuonyesha ni kabla hujaanzisha biashara kuna watu tayari washakutangulia. Wanatangulia wapi? Huko ulikozaliwa au huko unakofanya mambo yako ukaonekana tayari wanadhulumu haki zako. Sawa. Wanachukua jina lako kama uko ukubwani au utotoni kule, wanachukua neno lako. Basi unafuatiliwa, yale uliyotamka ndio yanakuwa. Kwa hiyo ukianza kujiombea hali yako ibadilike, kuhitaji msaada kubadilika, uanzie huko pia. Yani uwezekano umepiga hizo falme nini, ukapiga kote, na huko nako usisahau. Manake huko kuna mtindo kule kwenye ubalozi ule tulikuwa tunakaa kila wiki iko ni kikao kwa wiki. Kile kikao cha wiki ni kikao cha kujadili kwamba kuleta majibu kwamba tumefanikiwa kutengeneza majanga kwa watu wangapi. Kile kikao kwa wiki. Lakini kile kikao cha siku cha mwezi mpaka miezi mitatu, kile ni kikao cha kujadili kwamba jinsi gani sasa tuharibu ulimwengu, binadamu na wanaozaliwa. Yesu alionekana toka tumboni kwamba huyu, walipoenda kumnani kule Mariamu alipokutana naye, walipokutana Mariamu nani yule mama wa Yohana yule, Elizabeth, na Mariamu alipokutana, kile kichocho kiliruka yani kitakatifu toka tumboni. Kwa hiyo mbinu hiyo shetani anaitumia toka tumboni kuharibu maisha ya watu, kuharibu watu. Kwa mwingine anatamka mabaya, neno hilo roho moja linaweza kuzaa mengi, mateso, likazaa uovu, likazaa magonjwa, likazaa kutokufanikiwa, likazaa kwa sababu alishajutia kuingia kwenye ardhi ya dunia. Ndio.
Lakini kazi nyingine tulikuwa naifanya ni kuangalia nyota. Watoto wangapi wamezaliwa kwenye mji huo, kwenye dunia wenye nyota kali. Yesu, issue ya Yesu ilijadiliwa toka huko mbali. Kuja wale mamajusi, wale ni mawakala. Nao wako kwenye hivyo vitengo, lakini mamajusi huwa wanapata maelekezo sana wale wasoma nyota kwenye huo balozi wa Lucifer. Ule balozi, yani ukizaliwa, mtu akizaliwa hata akiwa wapi, huwa wanaona kwamba nyota hii ni nyota ambayo baadaye itakuja kusumbua. Kwa hiyo wanachokifanya wanasema ngoja tumuache kwa muda fulani. Akifikia miaka 16 pale aanze kufeli masomo yake au aanze kutokuwa na mwelekeo maisha yake. Kwa nakuta mtoto toka akiwa la kwanza na perform vizuri anaenda vizuri. Akifika huo mli, kama amepanga miaka 30 aanze kuharibikiwa, akifika hapo anaanza kuharibikiwa. Kalenda hizo kalenda. Na hiyo ni matukio maalum, ni kalenda kabisa zinaandikwa ni hapa mpaka hapa, ni vipimo. Kwamba tutafanya huyu mtoto akifika yani majini yale ya chini sasa yanakagua ana miaka mingapi, yanajua. Inasoma. Kwa hiyo ikifika ile tarehe ile siku ile iliyopangwa kwamba mabadiliko yaanze, tayari tunaanza kuyaona mabadiliko. Kwa kufanya hivyo shetani alijizolea asilimia nyingi ya watu. Anawaandaa kutoka watoto kuwa watumishi wake, kuwa mawakala, kuenda nao motoni. Mtandao wa kishetani ni mkubwa na unaathiri watu wengi sana. Kule kwenye nyota kuna vitu ambavyo tulikuwa tunaangalia. Sawa. Unaangalia kuna kitu kinaitwa bahati ya mtu. Yaani alafu kuna kitu kinaitwa mvuto wa mtu. Sawa. Alafu kuna kitu kinaitwa dhamira ya mtu. Sawa. Sasa tukishachanganua kwamba wenye dhamira, wenye bahati, kwanza mafanikio yao yapo kwenye dhamira. Au mafanikio yao wako kwenye bahati, huwa vinagawanywa. Sasa tunagawana vikundi vitatu. Hao wachawi wa huku watakuwa wanajadili kuharibu wale ambao mafanikio yapo kwenye dhamira. Na hapo ndipo kwenye hii mistari hii ya mikono hii. Kwenye dhamira hiyo. Hii tulikuwa tunaitumia sana pia. Yaani huu mstari unaona huyu umekuja mpaka hapa. Yaani kuna nyingine mifupi. Tulikuwa naweza kusoma kuna headline. Hebu nyosha. Unaona hii hivi. Sasa hii inaingia sasa elimu ya ndani zaidi. Sawa. Hii mistari, kuna mstari mmoja huu unaonyesha huu mkubwa unaonyesha jinsi mafanikio ya mtu atakavyokuwa. Sawa. Yaani huu hapa. Sawa. Unakuta wengine huu yaani umekuwa mrefu sana au wengine mfupi sana. Huu mstari ukiwa mfupi manake huyo mafanikio yake naye yatakuwa mafupi. Sawa. Na hayo mafanikio kama atapata kwa wingi basi atakuja mtu kwa maisha yake wa kuyapunguza. Sawa. Ndio pale unakuta mtu anasema kabla hajaoa alikuwa na utajiri, baada ya kuoa alikuwa hivi. Lakini una mstari huu ndoa. Ndoa. Yaani kupitia hii mistari mikono unajua hii ndoa ya mtu hii, kwa hiyo hatima yake ndoa yake itadumu sana. Najua pia kupitia mistari hii. Sawa. Tulikuwa tunaangalia pia huyu mtu akifanya nini atafanikiwa. Sawa. Kwa mwingine unakuta kitakacho mfanikisha huyu ni dhamira. Yaani akidhamiria jambo tu
atafanya, litafanikiwa. Sasa tunafanyaje? Namuingizia hofu kwenye kuyafanya mambo yake. Sawa. Woga. Kwa hiyo asithubutu, asijaribu yani. Uthubutu ule. Kwa sababu yeye nyota yake kwenye gimba. Yani tuseme ile dhamira. Sawa. Kwamba akisubutu tu atafanya. Huwa tunajuaje dhamira yake? Ndio tulikuwa tunajua kupitia hii mistari. Sawa. Kwamba na mwingine kwamba tukishaona ule mstari kwamba unasema huyu mtu akiwaza, kuna mstari ambao iko mistari 10 yani tuseme yako mpambanuzi wa aina 10. Sawa. Kwenye hii mistari huko ufafanuzi wa aina 10. Lakini kuna ndoa humo, kuna uthubutu, kuna bahati, sawa, kuna utajiri, kuna wewe utakuwa na marafiki wa aina gani. sawa. Hiyo mistari. Pia mistari inasema wewe ni nani, ni kiongozi au sio kiongozi. Hiyo mistari pia inasema wewe ni yani hatima yako wewe utakuwa daktari, mwalimu au kiongozi wa siasa au nani. Hiyo mistari. Pia mistari inazungumza pia kuhusu kwamba wewe hapo utafanikiwa ukiwa na umri gani. Umri. Unaona? Hiyo mistari pia inazungumza kwamba maisha yako wewe utakuwa tuseme utajenga au hautajenga. Sawa. Yeye anazungumza. Yaani kuna tajiri lakini bwana David tumishi, lakini kujenga hajajenga. Hajengi. Hiyo ni kulingana na aina ya nyota, au ni kwa sababu ya kugundua nyinyi mnafanya vitu ili asijenge? Tunagundua. Yaani tukigundua tulikuwa tunawapembua. Sawa. Kwa tukigundua huyo mtu tunasababisha asifanye kile kitu. Tunadhibiti kupitia kuona ile mikono. Kwa tunachanganua wote, kundi hili linachambua kuhusu dhamira. Ili kundi linachanganua kuhusu bahati yake itakuwa wapi. Yaani huyu akifanya nini atafanikiwa. Huwa tulikuwa tunajua kwamba yani shetani hapo ndo alipojaribu kuzidi akili za watu. Yeye anajua mtoto anapozaliwa pale kwa kusoma hiyo mistari na nyota, kuangalia kwenye nyota, anajua huyu mtoto atakuja kuwa rais. Huyu atakuja kuwa waziri mkuu. Huyu atakuja kuwa daktari bingwa. Au meneja mkuu TANESCO. Lakini anaangalia atakapokuwa na umri wa miaka 20 au 30. Je, ataokoka? Atakuwaje? Atakuwa na hali gani kiroho? Wakija kwenda wakapiga picha, naona atakuja kuokoka, wanamharibu toka huko chini. Na wakija kuona kwamba hata kuja kuokoka wala hata kuwa mfuasi wa shetani, wanamtengenezea misukosuko, lazima awe upande mmoja. Na akiendelea kuwa mgumu misukosuko ile, maana yake lazima iendelee kumtesa. Hapo ndio chanzo cha matatizo na kiini cha watu. Leo walivyobeba. Walivyobeba. Yaani kile kitu